Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu miujiza na maajabu na matumizi ya mti huu wa mkongowe. Huu ndio mti wa mkongowe original. Mti huu ukiutazama una miba, una rangi fulani hivi kama ya kijivu. Nadhani unauona hapo ulivyo mashina yake, sawa Je, mti huu wa mkongowe una kazi gani katika maisha ya binadamu? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Mti wa mkongowe, ukisikia kuna mlipuko wa maradhi ya kipindupindu, sawa au watu wanasumbuka na maradhi ya kipindupindu, sawa njoo katika mti huu wa mkongowe, koga vizuri, chukua udhu, tia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nahitaji kwenda kujitibia maradhi kadha wa kadha, na pia na maradhi ya tumbo na maradhi ya chango na maradhi ya ngiri na maradhi ya kipindupindu. Na kuomba Mwenyezi Mungu uliumba ardhi, kuomba mbingu, sihitaji familia yangu ikumbwe na haya maradhi wala mimi. Njoo chukua mzizi wa mti wa mkongowe kama unavyoona hapa. Huu ndio mti wa mkongowe na una rangi fulani hivi ya kijivu na weusi fulani hivi. Huu ndio mkongowe original na una miba. Ukichukua mizizi yake, ilo gome lake, nenda kaliloweke ndani ya dakika kadhaa, dakika 20, kunywa na familia yako nzima. Hakika hautopata maradhi ya kipindupindu. Hata jirani yako anaumwa kipindupindu na ukamshike umuuguze, hutoweza kushikwa na maradhi ya kipindupindu, na hayo maradhi hayata kufika we na familia yako nzima. Kipindupindu kitazunguka tu kwa wengine, kwako wewe na familia yako utakuwa ni salama, sawa Kwa yule mwanamke ambaye amefungwa kizazi, sawa amefungwa kizazi kimizimu, kiuchawi, hashiki ujauzito wala hazai, na anasumbuka na maradhi ya chango, mizizi ya mti wa mkongowe, sawa loweka. Kwa hiyo mwanamama ambaye unahitaji kujitibia matatizo ya chango, sawa na matatizo ya tumbo, maumivu ya tumbo, matatizo ya hedhi, loweka. Baada ya dakika kadhaa tumia kunywa. Hakika hasa ukinywa katika hedhi, unapokuwa unakutwa na hedhi yako katika ada, itakuwa ni bora zaidi. Hakika utajitibia matatizo ya chango, hutoumwa tena, matatizo ya tumbo hutoyapata tena, na kila hedhi ya kwanza ikija ukinywa, baada ya hedhi kukatika utaongeza siku 2 kunywa, hautopita miezi 2. Fanya hivyo hivyo muendelezo. Hakika utashika ujauzito. Haijalishi ulifungwa kiuchawi, kimizimu, kishetwani, lazima utashika ujauzito. Na hayo matatizo ya hedhi, damu kutoka na mabonge, damu kutoka bila kuisha, kupata maumivu wakati wa hedhi, maumivu ya tumbo, maumivu ya chango, hilo tatizo litaisha kabisa. Na kwa mwanaume ukinywa pia utarudi katika uasilia wako, utapoteza matatizo ya nguvu za kiume. Mti huu na mambo mengi wa mkongowe. Ukihitaji kutengeneza kinga, sawa katika nyumba yako, mnyama wa aina yote asiingie, yani wadudu wasio wanaingia, sawa chukua gome la mti wa mkongowe, ponda kidogo, au kata vipande 4 pamoja na mizizi vipande 4, funga kidogo, weka katika pembe 4 za nyumba yako kuu, na moja nenda kachimbia katikati katika eneo lako. Hakika hakuna mdudu yoyote atakayeingia katika nyumba yako kwa ubaya, wala nyoka hataweza kuingia, watakuwa wanaipitia pembeni hiyo nyumba. Wadudu wale wa kichawi hawawezi wakaingia, sawa Lakini ukihitaji kutengeneza kinga kubwa zaidi na zaidi ya kumfanya akija mchawi au shetani au mtu akija na nia mbaya akumbwe na vichomi, ahisi kama anachomwa na sindano ndani ya mwili wake, sawa chukua hii miba, iparuze vizuri ya mti wa mkongowe. Chukua miba 7, sawa chukua na mizizi yake, ule unga wake, vizizi, kata vimizizi 7, sawa Katika kila kona ya pembe ya nyumba zindika hivi vimiba, visimamishe
chukua chupa ya plastiki, visimamishe vivimba vivyo vimesimama na unga wake katika kila pembe nne na katikati ya eneo lako, zindika kwa manuizo. Hakika akija mchawi atakuwa anachomwa sindano katika moyo wake, anapata maumivu makali sana, atakuwa hawezi kuingia katika nyumba. Hii ni zindiko kubwa sana la nyumba, hata katika biashara. Kwa mtu hawezi kuingia kizembe katika biashara yako, kuja kuidhuru biashara yako na kuiharibu, au nyumba yako kuja kukuchezea wewe. Ina maana utakuwa ni kama mfalme. Haya ni maajabu ya mti wa mkongoe. Mti huu una mambo mengi sana, lakini kwa leo acha niishie hapa. Wale waganga wakuu wa Tanga, magwiji, nadhani wanaufahamu vizuri sana mti huu wa mkongoe. Naomba leo uridhike na faida na elimu hii ambayo nimeitoa Daktari Musa. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza elimu za miti pamoja na mimea na tiba mbalimbali? Kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.